Naam, karibu Ayo TV na tuko na Dr. Jembe. Ni Jembe, na kama utakumbuka alivyoshare picha yake ya mwisho kwenye mtandao, alieleza namna ambavyo alikuwa karibu na marehemu mpaka dakika za mwisho. Pole sana kaka. Asante. Labda tungefahamu wewe na marehemu uhusiano wenu hasa ulikuwaje, mara ya kwanza kufahamiana na mlikuwa mkiishi vipi? Naitwa Dr. Sebastian Ndege, maarufu kama Jembe ni Jembe. Sebo alikuwa ni mtu wa karibu sana kwangu na tulifahamiana miaka ya 2009, 2010, kipindi ambacho Sebo alikuwa anafanya internship kwenye Ima Advocates, na pale ndio nilifahamiana kwa karibu. Na lakini hata hivyo, wakati anafanya internship alikuwa pia ana kampuni yake. Alianzisha kampuni yake moja, nimesahau jina lake, ambayo ilikuwa inafanya masuala ya marketing. So ukaribu wangu ulianzia pale ambapo nilimchukua kwa ajili ya kunifanyia marketing kwenye kampuni yangu ya insurance. Kwa hivyo pale ndio tulikuwa karibu. Nilifanya naye kwa muda mrefu kidogo, miaka 2 na baada ya hapo aliendelea na shughuli zingine. Lakini tulibaki kuwa marafiki kwa kupitia club ya RG Sports Club. Tulikuwa tunacheza mpira pamoja na kufanya shughuli mbalimbali za kipamoja. Kwa hiyo ilinisogeza na Sebo kuwa rafiki kwa mimi binafsi, lakini pia rafiki kwa familia yangu, na pia rafiki kwa watu ambao pia amekuwa nao karibu. Kwa hiyo mimi Sebo ni mtu ambaye nimemchukulia kama familia, kwa sababu tumegrow naye pamoja. Amekuwa anakuja nyumbani kwetu Tarime, lakini na mimi pia nimekuwa naenda kwao Uganda, Luziga. Kwa hiyo ni mtu ambaye kiukweli kuondoka kwake kumenigusa sana as a friend, as a family. Lakini pia tulikuwa naye pamoja kwenye tasnia ya habari. Wakati ule mimi nafanya vipindi kwenye radio ya Clouds FM, kipindi cha Njia Panda, na yeye pia alikuwa kwenye television na radio mbalimbali, kuanzia East Africa TV pamoja na radio, lakini vile alikuwa ITV pamoja na Channel 10 na baadaye EFM pamoja na TVE. Kwa hiyo tumekuwa naye pamoja tukishare experience sawa. Na moja kati ya kitu ambacho ni very common kati ya mimi na Sebo ni pale ambapo tulisomea tulisomea professions ambazo of course ni tofauti, lakini tulifanya maamuzi tofauti kwa pamoja. Na ni mtu ambaye tulikuwa tuna discuss naye na tukipeana moyo, bwana tutatoboa, kwa sababu mimi nilisomea udaktari pale Muhimbili na yeye alisomea wanasheria pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sasa tulivyomaliza shule na wakati ule tunafanya internship na tunafanya maamuzi ya career, mimi niliamua kuchagua career nyingine, yani kufanya vitu vingine, ikiwa ni pamoja na biashara, kuto kuendelea na ile career ya udaktari ya kutibu hospitali. Na yeye pia alifanya maamuzi hayo ya kutoendelea na tasnia ya sheria ya kama advocate au kama mwanasheria na kuingia kwenye tasnia hiyo. Lakini vile kitu kingine common ni kwamba tukakutana tena kwenye tasnia ya habari. Yani wakati tunatafuta hizo path na kujitafuta, pia tukakutana kwenye tasnia ya habari. Yeye akiwa mtangazaji na mimi nikiwa mtangazaji. Na baada ya hapo tukakutana pia kwenye biashara, kwa sababu Sebo alivyokuwa kiongozi pale EFM, ni mmoja kati ya watu walinipa mawazo mazuri sana kwenye kuanzisha radio station yangu ya Jembe FM. Kwa hivyo wakati naanza Jembe FM, mtu wa kwanza kabisa kumuona alikuwa ni Kusaga, wa pili alikuwa ni Majizo mwenyewe, na yeye pia alini encourage kwa sababu ilikuwa ni mwaka huo EFM imeanza mwaka 2014 na mimi Jembe FM 2015. Lakini Sebo alikuwa karibu na mimi sana kuendelea kunipa moyo na kunipa technical know-how. Amekuwa ni mtu ambaye ukimuuliza swala lolote haachi kukutolea solution au kukushauri ufanye nini. Kwa hivyo tumeendelea kuwa naye pamoja sehemu nyingi za vijiwe au sehemu za kukaa za kufurahi. Tumekuwa naye pamoja, kama pale mara mwisho tulikuwa naye sana kwenye club inaitwa Brothers Outkizo, ambayo tumeshirikiana naye kwa karibu pamoja na Dr. Andrew Foy.
ninaweza nikasema kwa bahati nzuri au bahati mbaya kwamba nilikuwa mtu wa mwisho kuzungumza naye pale hospitali Muhimbili. Hapo ndo watu wengi walikuwa wanatamani kufahamu ilikuwaje. Ni experience ngumu kwangu, kwa hivyo ninakuwa ninaizungumzia au naiongelea kwa machungu. Daktari Foy ambaye ni daktari binafsi wa Brother Sebo alinipigia simu mimi, ilikuwa kama kwenye saa 3 usiku, kuniambia kwamba Sebo amepata ajali, amepata dharura ya kiafya. Hiyo ndio neno alitumia. Na mimi nilivyosikia hivyo, kwa sababu tayari mimi na Dr. Foy tumekuwa tukimonitor kwa karibu rafiki yetu Sebo na condition ambayo alikuwa nayo kabla hii ya blood clots ambayo inatokea kwenye miguu, wanaita DVT. Kwa hiyo tulikuwa tukimshauri, tukimsimamia kwa karibu. So alivyonitaja tu nikajua immediately, mimi nilijua ni nini. Kwa hiyo nikamuuliza wewe uko wapi? Dr. Foy akaniambia yeye yuko Morogoro. Kwa hiyo akaniambia kimbia haraka pale Muhimbili uweze kuandaa mazingira tumpokee pale, kwa sababu aliambiwa kwamba yuko kwenye hospitali moja huko Tegeta, ambapo alikuwa na wasiwasi kama wanaweza asipate huduma sahihi. Kwa hiyo mimi niliinuka haraka nikakimbia Muhimbili kutokea nyumbani kwangu Masaki, na nikaweza kufika pale Muhimbili, nikafanya maandalizi yote, na bahati nzuri baada ya muda kidogo alifika, na alifika akiwa na uchungu na anashindwa kupumua, na aliniambia kama mara mbili, alikuwa ananiambia Dr. Seba, mimi nashindwa kupumua. Namwambia usiongee sasa, jaribu kutulia ili tuweze kufanya matibabu. Kwa hiyo akaingizwa pale kwenye hospitali kwenye eneo la emergency, na akaanza kupatiwa matibabu ya dharura, na wakati akiendelea kupatiwa matibabu ndio bahati mbaya mauti ikawa imemkuta. Kwa hivyo kauli yake ya mwisho kwangu aliniambia nashindwa kupumua, na mimi nilikuwa nampa moyo. Na kiafya au tuseme kwenye hali ile aliyokuwa nayo, ni mtu alipambana sana, kwa sababu ya uelewa wangu wa hali ya kiudaktari, nafahamu kile kilichokuwa kimemkuta au ile accident iliyojitokeza kwenye mishipa ya damu ya kwake iliyojitokeza, naijua au nafahamu kwa undani. Kwa hivyo na kwa experience nilionayo au experience iliyopo ni kwamba tukio kama lile huwa alimpe mtu muda mrefu sana, kwa bahati mbaya au bahati mbaya tuseme. Kwa hivyo lakini kwake yeye, mimi nilikuwa nawaambia ndugu zangu kwamba Brother Sebo Dennis Busulwa alipewa bonus na Mwenyezi Mungu ya muda wa masaa zaidi ya 8 ya kusurvive na ile situation, kwa sababu kila ninayemsikiliza ni kama vile tayari alishaanza kujisikia vibaya. Ina maana kwamba amesurvive, yani amejilazimisha au alikomaa na ile hali. Na hata pale nilivyokutana naye alikuwa na struggle, hata alivyopokelewa, tulivyompokea na ambulance, alivyoteremka kwenye ambulance alikuwa ana struggle, anapambana kupumua. Ina maana alikuwa anapambania uhai wake. Lakini kama tunavyofahamu sisi ni binadamu wote, safari yetu ni moja, na kama alivyosema Padri Baba Paroko leo ni kwamba sisi sote tunatembea na tiketi ya kifo na safari yetu ni moja. Kwa hiyo Mungu alikuwa amepanga wakati ule, ilikuwa ni majira ya saa 6 na dakika 40 usiku, ndipo hapo alikata roho na tuliweza kukubali hiyo hali na kuanza maandalizi mpaka hapa tulipofika. Natoa pole kwa familia, natoa pole kwa ndugu, natoa pole kwa Watanzania wote, hasa tasnia ya habari ambao tumempoteza rafiki yetu, ndugu yetu Sebo, ambaye hakuwa Mtanzania, alikuwa ni Mganda, lakini alikuwa na uzalendo zaidi ya Watanzania wengi. Experience yako ya kitaalamu kwa tatizo kama lake, endapo angewahi matibabu, kulikuwa kuna uwezekano wa kupona au kulikuwa kuna namna nyingine ya kuweza kutatua tatizo lake na akawa yuko sawa mpaka leo? Kwa kweli nitakuwa siko fair, ni ngumu sana kusema. Ni ngumu kusema kwamba eti kwa sisi binadamu, kwa sababu pamoja na kwamba nina utaalamu huo na ni jambo nimelisomea, lakini sisi pia ni binadamu. Tunaamini kwamba Mungu akishapanga chochote ambacho wewe binadamu utafanya,
akiwezi kufanikiwa. Kwa hivyo sijui kama angeweza ku make it, kama angeweza kuwahi mapema, lakini tuseme kinadharia labda kulikuwa kuna nafasi hiyo iwapo angeweza kuwahiwa mapema, kwa sababu hizi zote zinaitwa cardiovascular accidents. Cardiovascular accident yoyote ina affect au inaathiri either moyo au mapafu au inaathiri ubongo. Kwa hivyo hizi ni maeneo matatu makubwa ya binadamu ya kusurvive au kuendelea kuishi. Kwa hivyo na ni kwa sababu ilikuwa ni blood clot na sisi wote tulikuwa tunajua situation yake. Sio sisi niseme wote, angalau wale ambao tulikuwa naye karibu tulikuwa tunaijua hiyo situation yake, kama marafiki zake wa karibu wa kitabibu au wa kiafya, labda kama angekuwa amewahi mapema zaidi ingewezekana, kama Mungu angekuwa amependa, basi labda hiyo hali ingeweza kuwa resolved mapema zaidi, kwa sababu kwenye cardiovascular accident yoyote au incident yoyote ya emergency, medical emergency yoyote, mafanikio yake yako kwenye kuwahi.